Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Mwalimu Baraka Mbonaliba kutoka Word Eternal Ministries. Kipindi hewani Utupe Leo Riziki Yetu ya kila siku. Leo ni tarehe 30 ya mwezi wa 4 na tunaendelea na tafakari ya neno la Mungu kwenye misingi ya kufanikisha kiuchumi kibiblia. Misingi ya kufanikisha kiuchumi kibiblia. Tayari nishakupa misingi 8 ya kufanikisha kiuchumi. Kama ni mara yako ya kwanza au umeluka vipindi hapa katikati, na kushauri urudi nyuma ukasikilize vipindi vilivyopita. Kuna misingi 8 tayari tumeiongea ya kufanikisha kiuchumi kulingana na Biblia. Na leo nataka kukupa msingi wa 9. Leo nataka tuanze kuangalia msingi wa 9. Nafikiri tutaongea kwa siku 2-3 mbele, lakini msingi wa 9. Na huu si mwingine. Msingi wa 9 ambao nataka kuacha kwako ni kwamba Biblia inatuagiza ili tuwe na mafanikio lazima tudumu katika matumizi yaliyo ya lazima. Dumu katika matumizi yaliyo ya lazima. Waraka wa Paulo mtume kwa Tito sura ya 3 mstari wa 14. Tito sura ya 3 mstari wa 14, Biblia inasema watu wetu nao wajifunze kudumu katika matendo mema kwa matumizi yaliyo lazima, ili wasiwe hawana matunda. Kwa hiyo Biblia inatuambia hapa, ukisoma mstari kwa kurudi nyuma utaona maana yake zaidi, kwamba ili uwe na matunda lazima ujifunze kudumu katika matumizi ya lazima, na huko ndiko kunaitwa matendo mema. Kwa hiyo wajifunze kudumu katika matendo mema. Haya matendo mema yanakuja kwa kufanya matumizi yaliyo ya lazima, na hayo matumizi ya lazima yanafanya uwe na matunda. Kwa hiyo ili uwe na matunda, kufanya matumizi yaliyo lazima, na huko kutaitwa kudumu katika matendo mema. Kwa hiyo ni muhimu sana kumanage matumizi yako, kuangalia nini utumie wapi, fedha inayopita mkononi mwako uitumie kwenye nini, kudumu katika matumizi yaliyo ya lazima. Nataka uone mambo kama 4 hapa ya msingi, mambo kama 4 ya msingi. Jambo la kwanza, kwa nini tunalazimishwa au tunaelekezwa kudumu katika matumizi yaliyo ya lazima? Kwa sababu kama tumeambiwa matumizi yaliyo ya lazima, maana yake kuna matumizi yasiyo ya lazima. Kimsingi Biblia inatuambia hapa lazima tujifunze kuweka priorities, vipaumbele vya matumizi kwenye fedha inayopita mkononi mwetu. Ukishindwa kuweka vipaumbele vya matumizi kwenye fedha inayopita mkononi mwako, ni wazi ya kwamba kama ukifanikiwa itakuja by chance, itakuja kwa bahati tu. Lakini kufanikiwa ambako ni kwa makusudi, lazima uwe na vipaumbele vya nini utatumia fedha inayopita mkononi mwako. Jambo la kwanza la msingi la kujua hapa, kwa nini hilo ni muhimu sana? Ni muhimu kwa sababu fedha siku zote haitoshi. Hakuna fedha utapata utasema inatosha. Fedha siku zote ni scarce, siku zote ni haba. Kwa hiyo kwa sababu fedha siku zote ni haba, hiyo fedha haba unayoipata kidogo lazima uipe vipaumbele, uitumie wapi. Usipokuwa na vipaumbele unaitumia kwenye kitu chochote ambacho unajisikia kutumia, hautakuwa na mafanikio. Kuona mtu ananunua kila kinachopita mbele yake. Akiona karanga njiani amenunua, akiona mua amenunua, akiona machungwa amenunua, akiona kila kinachopita mbele yake. By the time anafika nyumbani ameshatumia 3,000, 4,000 ambayo haikuwa kwenye mpango wake wa matumizi. Kuepukana na hilo, lazima hela iliyofika mkononi mwako uipangie matumizi. Hii itatumika kwa kitu 1, 2, 3. Ili ukiona machungwa njiani, ukiona karanga njiani, ujiambie moyoni ya kwamba fedha yangu haitoshi kununua hivyo vitu, kwa sababu umeitenga kwa ajili ya vitu fulani. Bila hivyo hauwezi kufanikiwa. Jambo la pili, kwa nini muhimu sana kujiwekea vipaumbele vya matumizi na kudumu katika matumizi yaliyo lazima, ni kwa sababu fedha inapokuja mkononi mwako, kumbuka vipindi vyetu vya mwanzo kabisa, fedha inakuja na maamuzi yake. Na mara nyingi haya maamuzi hayana mpango wa kuja na mawazo mazuri ya kukufanikisha. Fedha unajua inatawaliwa na roho ambayo ni roho ya fedha. Kiingereza wanaita mammon, ambayo kimsingi ni pepo, ni roho ya mbaya ambayo inaitawala fedha, na inavyokuja hiyo inaamua maamuzi yake. Kama ujifunzi kutakasa fedha, inakuja na hayo maamuzi ya hiyo roho. Kwa hiyo ikija na hayo maamuzi, ni muhimu sana ikute wewe tayari umeiwekea maamuzi yako. Marko 4 mstari wa 19, Injili ya Marko sura ya 4 mstari wa 19,
anasema watu wengi hatuna matunda kwa sababu tunapopata vipato vyetu, shughuli za dunia zinatusonga na udanganyifu wa mali. Kwa hiyo mali ina roho ya udanganyifu, na hii roho ikija itakudanganya utumie pia kwa matumizi ambayo sio ya lazima, ili usiwe na matunda, kwa sababu roho ambayo inaamua mali haina mpango wa kukufanya uwe na matunda. Kwa hiyo fedha inakuja mkononi na maamuzi yake, na kwa sababu inakuja na maamuzi yake lazima ujifunze na wewe kuwa na maamuzi yako. Ikute una maamuzi yako. Mtu yoyote ambaye anapata fedha hana maamuzi yake tayari mkononi, ni ngumu sana kuizalisha hiyo fedha. Itakuamulia nini cha kufanya. Jambo la tatu, kwa nini lazima uweke vipaumbele, ni kwa sababu litakalo kusaidia kuweka hivi vipaumbele ni kujiwekea mgawanyo wa matumizi kwa kila fedha inayopita mkononi mwako. Kama hauna mgawanyo wa matumizi wa kila fedha inayopita mkononi mwako, itakuwa ni ngumu sana kuwa na matumizi yaliyo ya lazima na kuwa na vipaumbele kwenye maisha yako. Ni muhimu sana ukajiwekea mgawanyo wa fedha au matumizi kwa fedha ambayo inapita mkononi mwako. Na nitakwambia kwenye jambo la 4 ambalo labda tutaanza kuliangalia kesho, ya kwamba asante Yesu kwa sababu Mungu ameshatuwekea angalau kwa kiasi fulani huu mgawanyo kwenye Biblia. Lakini hili ni muhimu kwa sababu Wakorintho wa pili ile sura ya 9 mstari wa 10, Wakorintho wa pili ile sura ya 9 mstari wa 10, Biblia inasema, na yeye ampaye mbegu mwenye kupanda. Angalia jambo la kwanza, mbegu mwenye kupanda, alafu na mkate uwe chakula. Unaona mambo mawili, mbegu na mkate. Atawapa mbegu za kupanda na kuzizidisha, naye ataongeza mazao ya haki yenu. Kulingana na mstari huu, unaona kila fedha inayopita mkononi mwako imegawanyika kwenye makundi makubwa mawili. Moja ni mbegu, na hii sehemu mbegu ndio inazidishwa. Sawa, anasema atayaongeza, atapanda. Mwenye mpaye mbegu za kupanda atawapa mbegu na kupanda na kuzizidisha. Kinachozidishwa ni mbegu. Naona kinachoongeza mazao yako ni mbegu. Lakini angalia jambo la pili, fedha yote inayopita mkononi mwako imebeba chakula, matumizi yako ya kila siku ambayo ni chakula. Kwa hiyo ni muhimu kuwa na vipaumbele na kujua jinsi ya kugawanya hii fedha, kwa sababu kila riziki inayopita mkononi mwako imebeba chakula chako, matumizi yako ya kila siku, na imebeba mbegu yako kwa ajili ya kuzalisha tena pale ambapo unahitaji uzalishaji. Kinachoongezwa na kinachozidishwa ni mbegu na sio mkate. Kwa hiyo ukitumia fedha yote inayopita mkononi mwako kama matumizi, hakuna ongezeko, au ni nadra sana ya kwamba utakuwa na ongezeko. Lakini ukitumia fedha mbegu inayopita mkononi mwako, ni rahisi sana kuwa na ongezeko. Na pengine linaibuka swali ndani yako ya kwamba sasa nitajuaje kiasi gani nimepata 10,000, nitajuaje kiasi gani ni mbegu, kiasi gani ni mkate, kiasi gani ni chakula kwa ajili ya matumizi yangu ya leo, kiasi gani ni mbegu ili kiweze kunizalia. Hilo swali ni la msingi sana, na kesho nitajibu swali hilo. Mungu akubariki sana. Uwe na siku njema. Tuonane kesho muda na saa kama hii. Amen.